Kazi inakwenda vizuri. Inakwenda vizuri. Sawa sawa. Karibu sana. Asante. Mheshimiwa Mbunge, karibu hospitali ya wilaya ya Manispaa ya Kigoma. Kama nilivyotambulisha kwako awali, mimi naitwa Kassim Kibuti, ndio mwakilishi mganga mkuu ambaye mwenyewe alisafiri. Lakini kazi iendelee. Pamoja nami hapa niko na mganga wa hospitali. Sawa sawa. Dr. Pei, karibu na wakupatie taarifa fupi ya utekelezaji hali inayoendelea. Asante. Karibu Mheshimiwa Mbunge na wageni wengine ambao mmefika kwenye hospitali yetu leo kutembelea. Nasoma kama alivyonipa kaimu mganga mkuu taarifa ya ujenzi wa hospitali ya Manispaa ya Kigoma Mjini kwa Mheshimiwa Kiumbe Shabani Ngenda, mbunge wa Kigoma Mjini, leo tarehe 9 mwezi wa 6 2025. Jina la mradi ni hospitali ya Manispaa ya Kigoma Mjini. Chanzo cha fedha kilikuwa ni serikali kuu, kwa maana ya central government. Mwaka wa fedha 2022/23 kiasi kilichopokelewa ni shilingi milioni 500, na mwaka 2023/24 tukapokea fedha nyingine ambayo ilikuwa shilingi milioni 800. Na majengo ambayo yamekwisha kujengwa mpaka sasa hivi ilikuwa ni ujenzi wa jengo la wagonjwa wanne, kwa maana wagonjwa wa OCD ambao tumekaa sasa hivi hapa tuliposimama, ambao limekamilika na linatumika. Jengo la maabara ambalo liko katika hatua ya usafishwaji itakamilika ndani ya mwezi huu. Jengo la wazazi ambalo hatua ya upauaji imeanza na fundi anaendelea na kazi. Jengo la dawa, upigaji bati umekamilika, blandari na lip baadhi ya sehemu. Jengo la mionzi limekamilika na lenyewe pia tumeanza kulitumia. Gharama za majengo haya yanakadiriwa kufikia shilingi bilioni 1,627,414 kwa mujibu wa BOQ. Na mchanganuo wa matumizi ya fedha za awamu zote mbili, kwa maana ile milioni 500 ya kwanza na milioni 800 ambazo zilipokelewa 2022/23 na 2023/24, kiasi cha fedha kilichopokelewa kwa jumla ya bilioni 1 na milioni 300, na kiasi cha fedha ambacho kimekwisha kutumika ni milioni 842,362,142. Kiasi cha fedha kilicholipwa lakini kimekwama BOT hadi kufikia Juni 2024 ni milioni 457,637,858. Kiasi cha fedha ambazo zimekwama BOT ilikuwa ni kufikia Juni 2024 ni milioni 457,637,358. Na mchanganyiko wa matumizi ya fedha hizo kwa mwaka 2024/25. Kiasi cha fedha kilichopokelewa milioni 100. Kiasi cha fedha mwaka 2024 milioni 170. Kiasi cha fedha kilichotumika kulipa madeni kwa mafundo na wazabuni milioni 140. Na aidha mkurugenzi ametoa kiasi cha fedha cha shilingi milioni 83 kupitia mapato ya ndani ili kukamilisha jengo la maabara na jengo la wazazi ili ziweze kupauliwa. Fedha za vifaa tiba, jumla ya shilingi milioni 300 ya vifaa tiba ilipokelewa na fedha yote imelipwa katika bohari kuu ya dawa NCD na vifaa vimepokelewa. Changamoto: kuchelewa kwa malipo ya mafundi na wazabuni wa BOT, hali iliyopelekea kuchelewa kukamilika kwa mradi. Hata hivyo, taarifa ya mfumo huu wa fedha imeripotiwa kwa katibu mkuu, kwa katibu tawala mkoa na hata kwa Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI wakati walipofanya ziara yake katika hospitali hii tarehe 12 mwezi wa 8 2024. Naomba kuwasilisha kwa niaba ya mganga mkuu. Sasa Mheshimiwa Mbunge, hii ndio taarifa fupi ya mradi wetu hadi kufikia sasa hivi. Karibu. Kwanza nataka nichukue nafasi hii kuipongeza serikali. Najua sisi tangu tumepata uhuru kwa hatuna hospitali ya wilaya. Kwa hiyo tumekuwa tukipiga kelele, wenzetu wa Baptisti wametuhifadhi kwa muda mrefu. Sawa. Wametusaidia kuitumia hospitali ile kama hospitali ya wilaya.
na sasa tukafanya maamuzi, tukaomba na rais akatusikia. Serikali ikatoa fedha na mradi sasa umefikia katika hatua ya kufunguliwa kwa kuhudumia wagonjwa wa nje. Hii ni hatua kubwa na nzuri sana, na ninapongeza sana serikali, hasa mheshimiwa mwenyewe rais pamoja na viongozi wetu wa halmashauri kuisimamia vizuri hii kazi mpaka kufikia hatua hii. Na nilipewa taarifa kwamba majengo ya maabara na majengo ya mionzi yalikuwa yako karibuni kukamilika. Na ilikuwa kwamba mwezi jana jengo la maabara ndio lilikuwa liwe limekamilika. Nitaka kujua kama limekamilika na kuanza kazi. Hadi sasa hivi jengo lilokamilika ambalo limeanza lingine la mionzi na limeshaanza. La mionzi ndio limekamilika. Ile lingine bado changamoto, na kwenye taarifa tumeeleza ndani ya mwezi mmoja itakuwa limeshakamilika. Ila maabara na lao litaanza kazi. Okay. Lakini la mionzi limeanza kazi. Limeanza kazi. Kwa hiyo sasa hivi tunaendelea na ujenzi wa jengo lile kule. Pamoja na kupitia nitataka nilichungulia kidogo. Na hivi nikisema niambiwa limeanza kazi, nione kweli limeanza kazi. Sio mimi kupigwa mionzi, kuliona tu kwamba limekamilika na vifaa vipo. Sawa. Vifaa vipo, ultrasound ipo, imeanza kutumika pamoja na x-ray. Na x-ray yenyewe imeanza kutumika. Sawa sawa. Atakuwa naomba kidogo kwa jengo la mionzi limeanza kazi. Kianza kazi lina mionzi. Kwa hiyo atakiwa waingie mle, sio wote wajue wageni wako wanakutana nao. Waingie ni wajumbe wachache. Wachache na ambao tutaona jinsi ya kujiprotect, sio? Sawa. Imani, mimi niseme, narudia tena kuipongeza serikali. Najua kazi hii ni ngumu. Sisi tumekuwa tunasukuma fedha, tunaitaka serikali ilete fedha, lakini project kama hizi nchi nzima zipo. Kila ukienda maeneo utakuta shule, hospitali, barabara na miradi mingine chungu mzima inafanyika. Kwa hiyo mnataka huku na wenzenu wengine nao wanataka. Kwa hiyo hatua hii tuliofikia tangu tulipoanza hii project, nafikiri ni hatua nzuri. Kwa hiyo mniruhusu nipite kidogo nione ili tufike ratiba nyingine. Sawa.